shomo tena kuoga. Ngoja bana. Zigo. Ngoja. Hebu shika hiyo. Ngoja bana. I say, tani nzima ni watu wa Kirando hamna mchezo nyinyi. Asanteni sana. Naomba niendelee. Asanteni sana. Kwenye uchaguzi uliopita, uchaguzi mkuu, tumepata mbunge mmoja. Uchaguzi mkuu 2015 tulikuwa na wabunge 72. Kwa hiyo wakati ni sahihi kuwapongezeni watu wa Nkasi Kaskazini. Ni muhimu tuone uchaguzi wa nchi hii kwa sasa kama janga la taifa linalohitaji tufanye utaratibu tofauti kidogo, na nitauelezea hapa. Sasa sio uchaguzi mkuu tu, uchaguzi wa vijiji. Wenyewe mmesema, viongozi wamesema hapa, tangu mwaka 2000 CCM hawajashinda chochote hapa. Mwaka jana kwenye wilaya nzima ya Nkasi wamekomba vyote, wameiba vyote, wamebakisha kimoja. Yaani wilaya nzima ya Nkasi ina mwenyekiti mmoja wa kijiji wa Chadema. Kwenye kata yenu hapa 2014, miaka 10 iliyopita, mlichagua wenye viti 7 kati ya 8 wa Chadema. Miaka 10 baadaye mnaambiwa wagombea wenu hawajui kusoma, hawajui kuandika majina yao, hawajui kuandika jina la chama chao. Uhuni mtupu. Uhuni mtupu. Miaka 10 iliyopita, hii sisi nchi nzima Chadema tulishinda vijiji 1754. Mwaka jana tumeshinda 97 kutoka 1754. Miaka 10 iliyopita tulishinda mitaa 980 ya mjini. Mwaka jana mitaa 36 tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wananchi wanatupigia kura, wanaotangaza matokeo ni CCM, wanaosimamia uchaguzi ni CCM. Mkurugenzi asimamie uchaguzi kama kwenye halmashauri nzima, watendaji wake wanasimamia vijijini, na wote wamewapa amri kwamba wasitangaze wapinzani, wasitangaze Chadema. Kwa mnapoenda kupiga kura, mnaenda kufanya kazi bure. Ni nchi nzima sasa, ni ugonjwa wa nchi nzima, na ulianza 2019 walipofuta wagombea wetu wote nchi nzima. 2020 uchaguzi mkuu wakatubakishia mbunge mmoja, Aida wenu. Mwaka jana, maafa ya mwaka jana, uchaguzi wa vijiji na mitaa. Sasa niwaulize wananchi wa Kirando, tutaenda namna gani namna hii kwenye chaguzi hizi mpaka lini? Tutanyamazia upuuzi huu mpaka lini? Tuwaruhusu watuibie mpaka lini? Ni lini ndio tuseme inatosha? Ndio maana chama chetu kimesema baada ya mwaka jana, kamati kuu ya chama ikasema
Sasa mapambano yetu lazima tuyaelekeze kwenye kubadilisha mfumo wa uchaguzi. Maana yake ni nini? Kitu gani kinahitaji kubadilishwa? Namba moja, hatutaki tena wakurugenzi na watu wa halmashauri wasimamie uchaguzi wowote. Wote ni wana CCM, wote wanatumwa na CCM kuhujumu uchaguzi. Hatutaki wasimamie uchaguzi tena. Na hiyo ni pamoja na walimu na manesi na wengine wote wanaohusika na uchaguzi. La pili, tunaposema tume huru, manake ni hiyo iwe huru, isipendelee CCM hata kidogo, na isitupendelee na sisi vile vile. Hatutaki kupendelewa, tunataka tutendewe haki. La pili, tunataka sheria zetu zote za uchaguzi zifanyiwe marekebisho. Sheria zetu zinaruhusu wasimamizi wa uchaguzi kuengua wagombea wetu. Hatutaki tena wagombea wetu waenguliwe kwa sababu za kipuuzi kama za miaka hii. Sheria zetu zinaruhusu wagombea wetu ambao hawajaenguliwa wafanyiwe vurugu wakati wa kampeni. Mara wasimamishwe na kamati za maadili, mara wapigwe mabomu na mapolisi, mara wazuiliwe kufanya kampeni. Hatutaki tena sheria iruhusu watu wetu wafanyiwe fujo wakati wa kampeni. Mawakala wetu wanapata shida, hawaapishwi. Kama ni kuapishwa ni vita, wakishaapishwa kuingia kwenye vituo ni vita, wakiingia kwenye vituo kupata fomu za matokeo ni vita. Hatutaki tena mawakala wetu wasiapishwe. Hatutaki tena mawakala wetu wanyimwe fomu. Hatutaki tena mawakala wetu wazuiliwe kuingia kwenye vituo. Sheria iseme hivyo. Na vile vile hatutaki tena matokeo ya uongo yatangazwe. Tumewashinda CCM mahali pengi. Wanatumia mtutu wa bunduki wa mapolisi tunawalipa mishahara kutangaza wagombea wao kwa nguvu. Hatutaki tena jeshi la polisi litumike kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa nguvu. Waacheni CCM wafe vifo vyao, tuwazike. Hatutaki tena ma-DC kujiingiza na mambo ya uchaguzi. Huyu wa kwenu hapa mnamuita jua kali, yule nyumbani kwao Kilombero, ni wa Kilombero, ni waambieni, wanamuita mtoto wa laana. Mtoto wa nini? Mtoto wa laana. Yule mtoto wa laana alichaguliwa na wananchi wa Kilombero kuwa mbunge wa Chadema. Ili atangazwe mbunge, wananchi walilazimika kuchoma moto mahakama ya wilaya ya Kilombero ili jua kali atangazwe mbunge. Vinginevyo asingetangazwa. Na CCM akawa mbunge wa Chadema, wakamtengenezea kesi kumfuta ubunge. Nikaenda nikakaa karibu miezi mitatu na mtetea asinyang'anywe ubunge, tukashinda kesi. Wakamtengenezea kesi ya uongo ya jinai, wakamfunga jela. Huyu mtoto wa laana huyu DC huyu akafungwa jela miezi 6, akapelekwa gereza la Ukonga, Dar es Salaam. Nikaenda mimi kumkatia rufaa, kumtetea mahakamani, tukamtoa gerezani. Halafu miezi michache baadaye akajiunga na CCM. Mtoto wa laana. Wanapopita hapa
anapojipitisha pitisha hapa, mwambieni wewe ni mtoto wa laana. Sasa tusiwaruhusu tena watoto wa laana kama yeye wasimamie tena chaguzi zetu. Sasa ndugu zangu, tumesema tunataka mabadiliko. Tunaposema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, maana yake ni kwamba wasipokubali kuwaondoa hawa watu wanaohujumu uchaguzi, tutazuia uchaguzi. Nyie watu wa Kirando, kwa msimamo wenu tu, mkikinukisha hapa uchaguzi utafanyika hapa.